Hello, Bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Bwana. Majina yangu naitwa Brian Frankie na nipo katika huduma ya kitume The Apostolic Service katika mkoa wa Rukwa, na hii ni wilaya ya Sumbawanga. Na sasa nikiwa mahali hapa nimepata neno moja ambalo natamani kulizungumza, na neno hili tutaenda nalo kwa muda mrefu sana kwa kadri ya neema Mungu akitujalia tuweze kwenda nalo mpaka tutakapokomea. Mpendwa, neno hili ni kwa habari ya wokovu, jinsi ambavyo watu wengi tunauelewa wokovu, na tutatumia mafundisho mengi sana, tutatumia mifano mingi, tutatumia stori nyingi sana za Biblia kuelezea wokovu vilivyo, si katika namna ambavyo tumezoea kwa sababu ya mapokeo au kwa sababu ya jinsi ambavyo tumeishi au kwa sababu ya jinsi ambavyo tumeenenda, bali katika uhalisia kabisa wa neno wokovu. Kwanza kabisa tunajua kwamba wokovu ulitolewa kwa njia ya neema, yani kwa njia ya zawadi au kwa njia ya ubure. Maana yake nini? Hakuna mwanadamu ambaye alifanya tendo lolote ili kuleta wokovu. Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hiyo ni Yohana 3 na ule mstari wa 16. Hivyo wokovu ulikuja kwa sababu ya mapenzi ya Mungu, kwa sababu ya upendo wa Mungu kwa wanadamu. Ndio maana anasema kwamba pendo la Mungu laonyeshwa waziwazi, kwa kuwa Mungu alitupenda tulipokuwa tungali wenye dhambi. Warumi 5 na ule mstari wa 8. Kama Mungu alitupenda tulipokuwa tungali wenye dhambi, hivyo hakuna mwanadamu aliyefanya tendo lolote ili kupata wokovu, wala hakuna mwanadamu atakayefanya tendo lolote ili kupata wokovu, ili kuokolewa. Hakuna, mpendwa katika Bwana. Sasa twende kwenye story yetu ya siku ya leo. Tutakayotumia ni story inatoka katika kile kitabu cha Samueli wa pili, ule mlango wa 23 kuanzia ule mstari wa 9 mpaka wa 10. Story inamuhusu jamaa mmoja anaitwa Eleazari mwana wa Dodai, au wanasema wazungu Eleazar the son of Dodo. Sasa huyu Eleazari mwana wa Dodo alikuwa ni shujaa miongoni mwa mashujaa wa Daudi. Ukianzia mstari wa juu kidogo wa 7 huko wa 8, alikuwa anafundisha kwa habari ya mashujaa ambao Daudi alikuwa ameambatana nao. Sasa alipofika kwa huyu Eleazari, na wakati nasoma kitabu hiki nikaipata hii story ya Eleazari, na mwisho wa siku nikatafakari sana habari ya wokovu kwenye hili jambo. Kwa sababu gani? Watu wengi tunadhani kwamba wokovu tutautunza katika hali ya matendo yetu. Hilo jambo ni hakuna, kwa sababu kama haukuweza kuutafuta wokovu kwa njia ya matendo yako, hivyo hauwezi kutunza wokovu kwa njia ya matendo yako. Kama ni kwa neema, basi kwa neema utautunza wokovu. Kwa hivyo, kwa sababu hiyo neema haikuwa kazi yako, ni kazi ya Mungu. Vivyo hivyo basi wokovu ni kwa neema ya Mungu, na wokovu ni ahadi ya milele ya kutoka kwa Mungu, na ni zawadi kutoka kwa Mungu. Sasa huyu Eleazari akiwa na upanga wake mkononi, ni shujaa huyu, akapambana vilivyo. Eleazari pigana. Alipopigana ule mkono wake ukachoka. Let's say tuweke mapambano as a Torah, yani tuweke mapambano kama ni Torati. Pambana, toa sana sadaka ya dhambi, toa sana sadaka za kuinuliwa, toa sana sadaka za mzaliwa wa kwanza, toa sana sadaka za ukamilishwaji, toa sadaka nyingi sana za kuinuliwa na mambo mengi za kutikiswa ili kuweza kukamilika. Pambana sana. Mwisho wa siku Eleazari akachoka, then mkono wake ukaenda down, mkono wake ukawa unaenda chini, unataka kuachia upanga. Kumbuka vita inaendelea, alafu upanga unataka kudondoka mkononi. Maana yake inamaanisha nini? The war inakuwa inaisha hapo, maana yake vita imeisha, tumeshindwa vita. Kinatokea nini? Mungu anaamua kuingilia kati kuleta wokovu kwa Israeli kupitia ule udhaifu ambao ulikuwepo. Mungu anatumia kuleta wokovu. Anafanya nini Mungu? Mungu ana bond, Mungu anaunganisha kati ya mkono wa Eleazari na upanga wake alioshika. Mungu anaufanya kinakuwa kitu kimoja. Kwa upanga hautaondoka katika mkono wa Eleazari, utakuwa ni forever katika mkono wa Eleazari mpaka wokovu ufikie. Oh my God. This is very interesting story. Ni story ambayo inavutia sana. Kwa Mungu
Mungu akaunganisha kati ya mkono wa Eleazari na upanga wake, vita ikapigwana na wokovu mkuu. Mungu akafanya wokovu mkuu, Biblia inasema hivyo katika mstari wa 10 hiyo Samueli wa pili 23. Mungu akafanya wokovu mkuu kwa kutumia upanga, kwa kutumia ule upanga ambao ameunganisha kati ya mkono wa Eleazari lakini na ule upanga, akafanya wokovu mkuu. Israeli wakachukua nyara, wakateka mateka wa Wafilisti. Vita ilikuwa inapigana kati ya Wafilisti na Israeli, wakateka mateka wa Wafilisti, wakachukua nyara za Wafilisti, ukawa ni wokovu mkuu. Mwisho wa siku nguvu na uweza vikaonekana. Nini akiwa anamaanisha? Ijapokuwa Eleazari alichoka kushika upanga, lakini wokovu wa Mungu hakuzuia Mungu kuiokoa Israeli. Hakuzuia kusudi la Mungu kuokoa. Hakuweza kuzuia the will of God to be fulfilled. Haikuweza kuzuilika. Kwa sababu gani? Kwa sababu yalikuwa ni mapenzi ya Mungu, si mapenzi ya mwanadamu. Mapenzi ya mwanadamu yanachoka. Mapenzi ya mwanadamu yana ukomo. Matendo yako yana ukomo. Matendo yako yanafika wakati yanachoka, hawezi kumove. Lakini ikiwa ni Mungu aliyotoa wokovu kwa mwanadamu, hivyo hata mwanadamu angeenda katika namna gani, wokovu wa Mungu stay uko katika namna ile. Na hii sio kibali cha mtu kufanya dhambi, wala hichi sio kibali cha mtu kufanya hiki. Huo utakuwa ni ujinga au ni namna nyingine ya uelewa. Lakini akiwa anamaanisha nini? Kwamba tujue kwamba tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, wala si kwa matendo yetu, bali ni kipawa cha Mungu. Wala si kwa nafsi yetu, bali ni kipawa cha Mungu, na mtu yote asije akajisifu. For by grace we have been saved, not by our own doing, but it's a gift of God. It's a gift of God, and no one shall be boast of it. Na mtu yote asije akajisifu kwa hicho kitu, wala si kwa matendo yako ambayo uliyatenda, bali ni zawadi kutoka kwa Mungu, na mtu yote asije akajisifu. Maana Mungu ametuumba ili tupate kuyatenda matendo mema. Hiyo ni Waefeso 2 na ule mstari kuanzia wa 8 mpaka wa 10. Mpendwa katika Bwana, hivyo hakuna mwanadamu aliyehesabiwa haki kwa njia ya matendo, kwa njia ya matendo yake, bali ni neema ya Mungu ndio iliyomfanya mwanadamu yote aweze kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Mpendwa, katika kitabu cha Tito 3 na ule mstari wa 4 mpaka wa 5 anasema, lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa alituokoa. 5, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanya upya kwa Roho Mtakatifu, ndiko ambako tulikopata wokovu huko baada ya kufunuliwa, wala si kwa matendo yetu, bali ni kwa kuoshwa kwa kufanya upya kwa Yesu Kristo. Mpendwa, na kitabu cha Galatia 5 na ule mstari wa 4 anasema, mmetengwa na Kristo ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria, mmeanguka kutoka katika hali ya neema. Manake ninyi watu hamjaifikiria neema. Watu wote ambao mnataka kuhesabiwa haki kwa njia ya matendo yenu, kwa ajili ya vitu vyenu ambavyo mnavyovitaka, kwa ajili ya mambo ambayo tunayafanya, tukitaka kuhesabiwa haki kwa namna hiyo, tunakuwa hatufanyi chochote. Na narudi kwenye stori ya Eleazari mwana wa Dodo. Eleazari mwana wa Dodo, ijapokuwa mkono wake ulichoka na kuishiwa nguvu, matendo yake hayakuweza kukamilisha kuleta wokovu, bali neema ya Mungu, bali ubure wa Mungu ukamshikanisha mkono wa Eleazari mwana wa Dodo na kuweza kushinda kwa kupata wokovu mkuu. Ijapokuwa matendo yake hayakutosha, nguvu zake hazikutosha, lakini will of God, mapenzi ya Mungu, zawadi ya Mungu juu ya Eleazari haikukoma. Maana yake Mungu ndiyo aliyekuwa ameushika wokovu wa Israeli katika mkono wa Eleazari. Hivyo haikuweza kukoma. Kuchoka kwa Eleazari kufanya nini? Matendo yake yote kuchoka, hakuweza kumtisha Mungu aondoe wokovu. Hakuweza kumtisha Mungu aache kuokoa Israeli. Hakuweza kumtisha Mungu asifanye wokovu, bali udhibitifu na nia ya Mungu ikakamilika hata katika kuchoka, hata katika bila matendo. Mungu alifanya wokovu kwa njia ya neema, wala si kwa matendo yao, ambapo hakuna mwanadamu aliyeweza kuthibitika, bali Mungu alipodhihirisha neema yake ndipo mwanadamu akathibitika. Mpendwa katika Bwana, neema yake Mungu iwe pamoja nawe. Nikutakia siku njema. Shalom, shalom.